haleluya, haleluya, Mwokozi. Haleluya, 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 Mwokozi. Usifiwe Bwana, utukuzwe milele yote katika utukufu wako na katika uweza wako. Haleluya, milele na milele tutasujudu, tutaabudu kwako wewe uliye mtakatifu na mwenye nguvu. Ninasema asante kwa ajili ya wema wako na rehema zako na fadhili zako. Ninaomba Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, ukatuongoze sasa kwa Roho wako katika kusikiliza, katika kulielewa neno lako. Ninaomba nguvu zako zitawale katika huduma hii, katika ibada hii, na iwape watu wako kuponywa, kufunguliwa, kutakaswa na kujua mapenzi yako. Wajue mapenzi yako, tuyajue zaidi na zaidi, tukukimbilie, tukufuate, na mapenzi yako yakaendelee kutimizwa sasa kwa jina lako Yesu Kristo. Na kuomba Roho Mtakatifu umfundishe na kumwongoza kila mmoja sasa na wakati wote kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Mungu akubariki na Yesu Kristo aendelee kukupa neema yake tena. Karibu sana wakati huu mzuri katika YouTube hii, katika huduma hii, katika utumishi huu mwema kabisa katika jina la Yesu Kristo. Bwana kutunze na kukuponya, na nikupe pole wewe ambaye pengine una machozi, pengine una huzuni, pengine una maumivu, pengine una mambo magumu unapitia. Pole na nikutie moyo katika jina la Yesu, na ukalisikilize neno la Mungu, litasema na wewe, litakupeleka mahali pazuri sana. Tega sikio lako vizuri, weka vizuri kabisa muda wako vizuri wa kusikiliza na kutarajia kupokea kilicho chema na ambacho kitakubariki, kitakukuza, kitakujenga tena kiroho na hata kimwili katika jina la Yesu Kristo. Amina. Na kumbuka kusubscribe katika YouTube channel ikiwa hujafanya hivyo, basi subscribe, share, like, ili na wengine pia waweze kupokea, waweze kubarikiwa, na wewe uweze kuendelea kupokea ujumbe huu mara kwa mara. Karibu tuendelee kupokea ujumbe wa neno la Mungu kutoka waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 4, sura ya 4, waraka wa kwanza wa Petro. Na ujumbe huu umebeba kichwa hiki au neno hili kwamba mateso ya Mkristo katika Kristo ni furaha kubwa baada ya hayo mateso. Mateso ya Mkristo katika Kristo, nikisema katika Kristo maana katika Yesu, ni furaha kubwa ya baadaye, mara baada ya hayo mateso kumalizika. Neno la Mungu linasema hivi, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa kwanza. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile. Kwa maana yeye aliteswa katika mwili, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali. Angalia mstari wa 12, mstari wa 12. Wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Lakini kama mnavyo yashiriki mateso ya Kristo, furahini, ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe, mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo,
Ni heri yenu, kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Amina. Karibu Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa zaidi na zaidi kwa upana mkubwa zaidi. Mateso ya Mkristo katika Kristo yana furaha kubwa, yana baraka kubwa, yana mazao mazuri mno. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Kuachana na dhambi kwanza tayari ni neema kubwa, ni furaha kubwa, ni jambo ambalo linamletea mtu wepesi na uhuru. Mtu anawekwa huru, anaishi maisha ya raha, maisha ya furaha, maisha ya baraka anapoondolewa dhambi. Kristo Yesu aliteswa katika mwili. Mwili wake uliingizwa kwenye mateso mbalimbali ili kwamba hauokoe mwili uliokuwa na dhambi. Si wa kwake ila wa kwetu. Yeye alivaa tu mwili. Yeye ni Mungu aliyeuvaa mwili, akaingia kwenye mateso, akateswa ili kutuondoa sisi katika mateso ambayo tungepaswa kuteswa. Dhambi ni mateso na dunia ina mateso. Yako mateso mbalimbali ambayo watu wanapitia kwenye hii dunia. Sasa nikukumbushe kwamba Kristo alipitia kwenye mateso. Yesu Kristo alipita katika mateso. Mwili wake ulipitishwa kwenye mateso, ulipitishwa kwenye moto, ulipata majeraha, ulipata aibu, ulitemewa mate, ulipata hayo mateso ili kwamba mwili wetu sisi uokolewe kutoka kwenye nguvu ya mateso ya dhambi. Namba moja, mateso mabaya kabisa namba moja ni dhambi. Dhambi ni mateso namba moja. Dhambi ni mateso namba moja, ambayo hayo ni mateso mabaya, sio mateso ya haki. Kwa sababu kuna mateso kama tulivyojifunza jana, kwamba kuna mateso ambayo mwisho wake ni utukufu wa Mungu. Kuna mateso ambayo mtu kiyapata yanakuja kuleta utukufu wa Mungu, yanakuja kuleta baraka kubwa, yanakuja tena kukupa kushangilia. Sasa hapa tunaanza na kuona kwamba Kristo aliteswa ili mwili uachane na dhambi, ili uondolewe kwenye mateso mabaya. Sasa anasema tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani, kwa sababu wakati uliopita ulitosha kwa kutenda mabaya. Sasa wakati uliobaki anasema tuendelee kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kuna mateso tutakayopata ambayo ndani yake yamebeba mapenzi ya Mungu. Kuna mateso tunaweza tukayapitia yakawa si mateso mabaya kwa maana ya kiroho, japo mwili utaumia, ndani unaweza ukaona kwa nini ukapata shida, lakini ni lazima tujue kuna mateso tunaweza tukakutana nayo. Kwa mfano, unataka watu wapate haki, lakini kuna watu wanakupinga na wameinua kesi, dharau, matusi na vipigo pengine, na mambo mengi yanatokea hapo, lakini lengo lako ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Yaani unakusudi la kutimiza mapenzi ya Mungu, ila unapita mahali pagumu, misukosuko, unazuiliwa, unanyimwa haki zako, unafanyiwa mengi ambayo si sawa. Basi endelea wala usiache, kwa sababu Mungu atasimama na wewe, alafu atakufurishia mibaraka ya ajabu, na wale watesi watabaki wakishangaa na watainua mikono yao juu tu kusarenda kwa Yesu. Haleluya. Kwa hiyo anasema tangu sasa tusiendelee tena kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika kuyatenda mapenzi ya Mungu wakati uliobaki wa kuishi hapa. Maana wakati wa maisha yetu uliopita ulitosha kwa mambo maovu. Sasa angalia kwenye mstari ule wa 12. Wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu kana kwamba ni kitu kigeni. Anasema tusije tukaona ule msiba, yale mateso ambayo ni sawa, ni kama unapita kwenye moto. Anasema usione kana kwamba ni kitu kigeni, ni kitu cha ajabu cha kushangaza.
Usione hivyo, bali uone kwamba ni jambo ambalo limekuwepo au la stahili. Hapo unapopita unataka kutimiza mapenzi ya Mungu. Kuna kama mzigo mzito umekulemea. Ni kama mahali pagumu unapanda, lakini lengo lako ni kufikisha ujumbe wa Yesu. Lengo lako ni kufikisha huduma ya Yesu. Lengo lako ni kutimiza mapenzi ya Yesu. Lengo lako ni kumfurahisha Bwana Yesu, si wanadamu. Endelea, vumilia. Hayo mapito yatapita. Mapito huwa yanapitaga, ila neno la Mungu huwa alipitagi, yaani aliondokagi. Linasimama milele, limedumu milele. Vingine vyote vitapita, mengine yote yatapita. Kwa hiyo wapenzi, msione kuwa ni ajabu. Msiba ule ni kama msiba. Yaani ni kama unaona huko kwenye msiba, ni machozi, ni huzuni, kwa sababu yako mambo magumu yametokea au yamekupata. Na yanakupata ni kwa sababu umesimama imara kwenye haki, umesimamia ukweli, umesimamia ukweli, umesimamia ukweli, na umesimamia huhitaji dhuluma, na unakutana na hayo mazito magumu, shutuma, uzushi, uongo. Endelea kusimamia kweli. Simama kwenye kweli mpaka mwisho, kwa sababu hiyo kweli itakuweka huru, itakutetea, itakupigania, itakubariki, itakufanikisha, itakuangazia. Utaongezeka na kuongezeka na kuzidi na kuzidi. Endelea kusimamia kweli. Usione ajabu kwamba utafanyiwa hayo hata na watu unaosali nao, yaani uko nao pale kanisani. Usishangaa ukafanyiwa hata na mtumishi wa Mungu. Unajua huyu ni mtumishi wa Mungu, na wewe unajua ni mtumishi wa Mungu kabisa, lakini akakufanyia vituko vya ajabu. Usishangae. Biblia inasema usishangae ule msiba ulio kati yenu. Usishangae. Usishangae hayo ambayo unayapita. Ni kama moto hapo kanisani, hapo ofisini, hapo nyumbani. Huyo mume wako uliona kabisa, ukamwona ameokoka, na kweli ameokoka na mambo yake yalikuwa vizuri. Sasa kuna vitu vimetokea, vurugu. Usishangae. Endelea na maombi, kuvunja na kubomoa kile kinachomvuruga, kinachomsumbua, ambacho kimeleta shida kwenye familia. Pambana kianguke, kwa sababu kwa maombi, kwa imani tunashinda. Kwa imani utatoka tu. Hilo linalosumbua litaanguka na kushindwa tu. Haleluya. Kwa hiyo usione kuwa ni jambo la ajabu. Biblia inatuambia endelea kuvumilia na kusonga mbele. Endelea. Lakini anasema mstari wa 13, lakini kama mnavyo yashiriki mateso ya Kristo, furahini ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Narudia tena. Lakini kama mnavyo yashiriki mateso ya Kristo, furahini. Alafu anaendelea mstari mwingine wa B, ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Kwa shangwe. Lakini kama mnavyoyashiriki mateso ya Kristo, furahini. Yaani tuone ni furaha, na wala sio kuhuzunika, na wala sio kunungunika, na wala sio kulalamika, na wala sio kulaumu, wala vyovyote, ila tu furahi. Furahi. Mateso, Mkristo kipita kwenye mateso. Sasa niseme ni mateso, kumbuka tena ni mateso ya namna gani? Sababu inawezekana mateso mengine sio sawasawa. Kuna mateso mengine sio sawasawa. Kuna mengine sio sawasawa. Kuna mengine ni ya kukimbia, kuna mengine ni ya kuepuka, kuna mengine ni ya kupambana, kuyatupa pembeni, kuachana nayo. Kuna mateso mengine sio. Na tunasema mateso yale ambayo wewe unafanya kitu chema cha kumpendeza Mungu. Unawatetea watu, kwa mfano, wewe umesimamia haki na kweli, alafu unadhulumiwa au unapigwa, unatukanwa, unazuiliwa, unafanyiwa mabaya. Hapo songa mbele, usikubali kunyamaza wala kuacha. Simama tu. Kwa anasema itakuwa ni furaha, tufurahi endapo kwa sababu ya haki tutatendewa mabaya, kwa sababu tunatenda haki, alafu tukafanyiwa tunafanyiwa sio sawa. Hapo tufurahi. Lakini sio tunafanya dhuluma alafu tukakutana mabaya tukafurahi.
Kama unafanya mambo si sawa, huwezi kuwa na furaha hapo. Hapo hutakiwi kuwa na furaha, ila huzuni kwamba unayatenda yaliyo mabaya. Na ukitendewa mabaya ni kwa sababu hiyo, kwamba huzunika, kasirika, toka, kimbia huko, njoo pande wa pili katika Yesu. Anasema tufurahi tunapopitia hayo, tuwe na furaha. Furahini katika Bwana, Wafilipi 4:4. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote, haja zenu na zijulikane na Mungu. Haja zetu, maombi yetu, mahitaji yetu, furahi. Furahi. Biblia inasema furahi katika changamoto hizo. Ruhusu kufurahi, kwa sababu mara baada ya muda utaona. Anasema bii yake pale kwenye ule mstari wa 13, anasema ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Katika ufunuo wa utukufu wake tukafurahi kwa shangwe kubwa. Atakapo mwisho wake, maana yake niseme mwisho wake, Mungu atajifunua. Kuna ufunuo ambao Mungu atautoa, atakupa ufunuo. Mara baada ya hapo utapewa ufunuo. Lakini niseme mara baada ya dunia hii, mateso ya dunia hii, mambo magumu ya dunia hii. Kumbuka Yesu alisema, duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo manake ni kwamba kwa wakati ujao utakuja mbele, ambao katika kufunuliwa tena kwa Kristo tutashangilia sana, tutamtukuza Kristo sana, tutakuwa na mashangilio makubwa. Hata sasa tutayapokea, lakini hayawezi yakawa makubwa kama yale wakati wa Kristo kuja, kwa sababu tutakuwa tulivumilia, tulimngoja Bwana, tulimngoja katika utulivu na uvumilivu, tulimngoja pamoja na dhiki na taabu, lakini tulimngoja Bwana, tulimsubiri, tulivumilia, tulipotukanwa, tulipodharauliwa, ulipotukanwa matusi, ulipopigwa, uliponyang'anywa haki zako, ulipozuiliwa kupata vile ambavyo ulitakiwa kupata. Unaona kabisa hapa nimezuiliwa, lakini huku tukana, huku kasirika, huku nuna, ukaendelea kusema Yesu wewe mwenyewe pigana, Yesu mimi ninakuletea na kuachia. Hapo uliposimama kwa namna hiyo, hapo utakapopitia yote hayo, iko saa Bwana anarudi, iko saa Bwana atakuja. Hata kabla ya mwisho wa dunia, iko saa Bwana atatokea. Na tena uko saa ya mwisho ambayo Bwana atarudi tena, na atakuja na mambo makubwa ya mashangilio makubwa ya milele yatakuja, ambako sasa hapo nasema machozi yatafutwa, misiba itakuwa haipo, magonjwa wala kelele wala huzuni wala maombolezo havitakuwapo tena. Tunakwenda kwenye dunia nyingi, kwenye ulimwengu mwingine, tunakwenda kuishi katika mazingira mengine. Kwa hiyo vumilia, songa tu, simama tu, ukauone wokovu wa Bwana aliye Bwana wako na Mwokozi wako. Mateso katika Kristo huleta furaha ya milele, ya kudumu, furaha kamilifu. Mateso ya Mkristo ndani ya Kristo Yesu, yaani unateswa ndani kwa sababu ya Kristo. Haleluya! Kwa sababu naye aliteswa, nasi tupo katika mwili na katika roho. Tupo katika roho, tunaenda kwa roho, lakini tunao mwili. Tunaenda kwa roho, tunaenenda kwa roho, lakini tuna mwili. Mwili huu una changamoto mbalimbali mengi, lakini kwa msaada wake aliye juu tunashinda, tutapita. Anasema mstari wa 14, mkilaumiwa kwa ajili ya jina hilo mna heri. Ni heri tukilaumiwa kwa ajili ya jina la Yesu. Tukilaumiwa kwa ajili ya jina hilo la Yesu Kristo, mna heri, ni heri kwenu, kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Haleluya! Kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu. Anasema na tufurahi, tutakuwa na furaha. Ni jambo la baraka sana unapopitia mambo magumu, alafu unaona amani ndani yako, unaona furaha ndani yako. Umewahi kukutana na hicho kitu? Hilo jambo ni muhimu sana. Unapopitia magumu, unapopita kwenye changamoto fulani, au niseme kwa mfano
ni wakati huna pesa, unaona nafanyaje? Lakini unasikia amani, unasikia furaha. Maana yake Roho Mtakatifu amekukalia juu yako, amekujaza, yuko pamoja na wewe. Kwa sababu kuna watu wakikosa hela kidogo tu, hasira, uchungu, mawazo mengi, yani anavurugwa. Usivurugike kwa sababu ya kukosa chochote. Yesu anasema msijisumbue kwa ajili ya hayo, kwa sababu hayo ndio mataifa huangaikia, usumbuka kwa hayo: vyakula, nguo, pesa, mali. Baba yetu amejaa tele. Utajiri tutakuwa nao kwa jina la Yesu Kristo. Yesu hata tuacha tulivyo, tutabarikiwa, utabarikiwa tu, utajiri utakuja tu, mafanikio yatakuja tu. Usijaribu kuhuzunika, endelea kujaa furaha. Kwa hiyo ukitaka kujua Roho Mtakatifu amekukalia kweli kweli, utaiona furaha wakati wa majaribu, wakati wa mateso, wakati wa changamoto na mambo magumu. Basi utaiona furaha ya Bwana ndani yako. Haleluya! Mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo, ni heri, kwa kuwa Roho wa utukufu wa Mungu anawakalia. Yani maana yake amekaa juu yetu, amekaa ndani yetu, amekaa juu yetu, anatuwezesha. Kwa hiyo kwetu iwe ni furaha. Ona furaha wala si huzuni. Ona furaha wala si huzuni, wala si manunguniko, wala sio kunungunika na kulaumu na kusikitika. Furahi kwa sababu katika hayo pia unanolewa, unajengwa, unaimarishwa. Majaribu mengine yanatuimarisha. Misukosuko tunayopitia inatujenga kiimani. Tunakuwa imara zaidi kiroho. Tunakuwa imara zaidi. Bila kupata mtikisiko, huwezi kujua kama umesimama imara. Kuna vitu vikipata mtikisiko, unajua kumbe kilikuwa imara. Kwa sababu kama kilipata mtikisiko, msukosuko, alafu kikavunjika, unajua hakikuwa sawa sawa. Kwa hiyo imani yako isivunjike kwa sababu ya mtikiso wa dunia. Mtikiso wa dunia ukitikisa ukavunjika, maana yake haukuwa imara, haukuwa sawa sawa. Ulikuwa umejengwa juu ya mchanga. Jengwa kwenye mwamba imara. Yesu ni jiwe kula pembeni. Na katika hii Petro anasema sisi ni mawe yaliyo hai. Wewe ni jiwe lililo hai. Uwe hai kwa Bwana. Jenga nyumba ya Bwana. Jenga ufalme wa Mungu. Uendelea kusimama imara tu. Pita hapo unapopita, Bwana hata kuacha, atakupa na mlango wa kutokea. Kwa hiyo usikubali kabisa jambo la uovu, jambo baya. Usikubali kabisa kufanya lolote la uongo kwa sababu umekaa mahali pagumu, kwa sababu una msukosuko. Usidanganye, usisingizie, usikasirike, usichukua hatua mbaya. Hakikisha unatulia hapo, mwambie Yesu, nisaidie nijue njia ya kwenda. Nisaidie, nipe njia ya kupita sasa. Naomba njia, kwa sababu niko mahali ambako ni kama njia panda. Sijui niende mbele, nyuma, kushoto, kulia, sijui nifanye nini. Yesu, wewe unajua. Sasa nipe njia. Bwana nisaidie. Kwa hiyo nimalizia kusema tunatakiwa kuona furaha tunapopita kwenye changamoto, tunapopita kwenye kuteswa, kwenye majaribu. Mateso yanapotokea, sisi tuone furaha ndani yetu, tuone amani ndani yetu, kwa sababu tunajua hayo yanatutengenezea faida kubwa, baraka kubwa, yanatutengenezea kitu kizuri. Kumbuka mkulima anaweza akapita saa nyingine miba ikamchoma, majasho, jua, akapata shida kwenye kulima. Lakini anapokuwa amekwisha kupanda, anatarajia kuvuna. Na anapokwenda kuvuna, anakaa ametulia, anakula, anapata fedha, anafurahia. Utafurahi. Mavuno ni makubwa yajayo, mavuno ya furaha. Endapo unasimamia haki na kweli, utapokea. Japo utateswa au unateswa sasa, lakini Yesu hata kuacha,
anakwenda kutokeza furaha yako, anakwenda kutokeza ushindi mkubwa, anakwenda kutokeza mibaraka ya kipekee katika jina la Yesu. Na iwe hivyo sawasawa na neno lilivyosema, nami mtumishi wa Bwana nilivyonena, na iwe sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Bwana wa utukufu, atupendaye milele na milele. Amen, amen. Karibu kwenye maombi sasa. Bwana akusaidie, Bwana akutetee, Bwana akufadhili. Kama hujaokoka, hakikisha unaokoka. Hakikisha unakwenda, kisha unaongoza sala ya toba na unaokoka, unaingia rahani mwa Yesu. Bwana akuponye sasa na akujaze Roho wake, uingie ndani ya wokovu. Usiwe Mkristo wa kawaida, ila Mkristo wa ndani ya Yesu Kristo. Usiwe Mkristo wa kawaida, ila Mkristo aliyekaa ndani ya Kristo Yesu. Na ndipo pia utafanikiwa kupita na kushinda katika yale ambayo unakutana nayo, au unakutana nayo sasa umekabiliana nayo. Bwana akuvike uwezo wa Roho Mtakatifu. Asante Baba, asante Mwana, asante Roho Mtakatifu kwa ujumbe huu, kwa neno lako. Ninaomba tena endelea kutupa ufunuo zaidi na zaidi. Mtu wako anapotafakari wakati wote sasa ujumbe huu, endelea kumbarikia na kumwangazia na nuru za uso wako, na uweza wa Roho Mtakatifu umchaze kila mmoja, umsaidie kila mmoja, ajazwe, ajengwe, aimarishwe, astawishwe. Baba, naomba uweza wako tusaidie kuendelea kusimama imara katika nguvu na katika uweza, katika tukufu wa jina la Yesu. Bwana Yesu, naomba uponyaji na mkono wenye nguvu juu ya huyu mtu ambaye anapita kwenye magonjwa, anapita kwenye misiba mbalimbali, anapita kwenye shutuma, anapita amesingiziwa, anapita pale ofisini, ana msukosuko, majaribu, mambo magumu, upande wa kushoto, upande wa kulia, mbele na nyuma, anakutana na kelele na sauti zote na mikono mingi bemwelekea. Bwana, mkono wako ni mkuu. Naomba ukamguse na ukamuondolee ile mikono ya wanadamu mibaya, ukamuondolee ile mitego mibaya, ukamuondolee yale ambayo ni kinyume na mapenzi yako, na ukamsaidia huyo ambaye anatenda haki, amesimamia kweli, na anakutana na kila jiwe na kila matusi na kila mabaya. Bwana, mvike uwezo aendelee. Msaidie sasa kwa uweza wako, ili asonge mbele, ajazwe na Roho wako na nguvu zimjae, aone furaha, asione kunyong'onyea, asione huzuni, bali azione nguvu zako, aweze kuvuka, akapokee furaha kubwa, mafanikio makubwa na neema kubwa mbele yake, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Kristo Yesu Bwana, Mungu Bwana wa utukufu, Mungu wa milele yote, uliyejaa na neema na rehema. Ninakushukuru kwa uaminifu wako, Mungu mwaminifu na mtakatifu. Ninakushukuru kwa ajili ya pendo lako, Mungu mwenye pendo kula milele. Baba wa utukufu wote na nguvu, litukuzwe, limidiwe jina lako. Limetenda makuu, Mungu mkuu. Ninaomba sahi fadhili zako na rehema zako juu ya huyu mtu ambaye ana machozi na ana unyonge na huzuni. Bwana Yesu, muondolee sasa na umpe furaha ndani yake. Ajue kwamba mara baada ya hayo anayoyapitia, ambayo ni kwa kusudi lako, anakwenda kupokea furaha na baraka, anakwenda kupokea kuongezeka kiimani na hata kiuchumi na hata kihuduma. Anakwenda kuketishwa mahali pa kushangilia na kulitukuza jina lako, wewe Bwana Mungu mwenye nguvu na uweza. Kwa jina la Yesu Kristo, ikawe baraka, ikawe nguvu. Endelea kulindwa na nguvu zake, endelea kuwezeshwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana akupe mafuta ya kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Usiogope, simama tu na Bwana yuko pamoja nawe. Amen, amen, amen. Ibarikiwe sadaka yako utakayomtolea Bwana. Karibu tuombe kwa ajili ya sadaka, ibada na sadaka. Bwana abariki sadaka yako. Bwana akuongeze na kukuzidisha, akujaze furaha tele na maongezeko katika uchumi wako, kwa jina la Yesu Kristo.
Amina. Namba ambazo nitakuwa nazitoa tena ni hizi, unaweza ukazitumia, ni 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel. Na nyingine ni 0762 282 439, ni Vodacom. 0762 282 439. Bwana akubariki. Kumbuka kusubscribe. Karibu tena na tena. Kumbuka kuendelea kutuombea pia, kwa sababu tuna ile safari ya kwenda Manyara, kule maeneo ya Kiteto, vijijini ndani tutaenda tena kwa ajili ya Injili. Kumbuka kutuombea na kumbuka kushiriki kwa sadaka yako. Tunahitaji ushiriki wako kabisa kabisa, na Yesu akubariki. Amina.